nasikia kukuombea neno hili. Kipindi kile nchi ilipita kwenye ukame, Elia akaenda kuomba. Alafu alipoomba akaona wingu kama mkono, na baadaye mvua ikaanza kunyesha. Kuna mtu unapita kwenye ukame wa kifedha, unapita kwenye ukame wa kiroho, unapita kwenye jangwa la kiuchumi, ukame wa kifedha. Umekaukiwa, huwezi kuomba, huwezi kufunga, biashara imekauka, uchumi umekauka, kila kitu kimekauka. Leo ninasimama kama mtumishi wa Bwana ukuombea kwenye wiki inayoanza. Mvua ya baraka inyeshe na kwenye biashara yako, mvua ya baraka inyeshe na kwenye kazi yako, mvua ya baraka inyeshe na kwenye familia yako, mvua ya baraka inyeshe kwenye kipawa chako, mvua ya baraka inyeshe kwenye kampuni yako, na hakuna atakayezuia, kwa sababu Mungu anapokusudia kufanya jambo, hakuna mzimu unaweza kuzuia, hakuna madhabahu ya familia inayoweza kuzuia. Na mvua inamaanisha baraka. Na kuna watu kwenye wiki hii ambayo tunaianza, kuna watu ambao Mungu atafungua mbingu za biashara, mbingu za uchumi, mbingu za familia yako, mbingu za ndoa yako, na mvua ya baraka itakunyeshea katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu anakuhamisha kwenye michezo ya wanaolia, anakuweka kwenye michezo ya wanaofurahi. Yeremia 31:4 anasema, mara ya pili nitakujenga, mara ya pili nitakupamba kwa matari, na wewe utatoka kwenye michezo ya wanaolia, nitakuweka kwenye michezo ya wanaofurahi. Mvua inapoenda kunyesha kwenye maisha yako wiki hii, itakusahaulisha hasara, itakusahaulisha vita na jangwa na ukame ambavyo umevipitia kwa muda mrefu. Nimekuombea kama mtumishi wa Bwana, yule Mungu anayewanyeshea mvua wema na wabaya, akunyeshee na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Wiki hii mvua ya baraka inakunyeshea na wewe. Na mimi ningetamani kuona watu wanaosema, mvua ya baraka wiki hii inaninyeshea na mimi, inanyesha na kwangu, inanyesha na kwenye biashara yangu, inanyesha na kwenye uzao wangu, inanyesha na kwenye kipawa changu. Ukaione mvua ya baraka kwenye maisha yako katika jina la Yesu.